Wakati ninaitazama Ndoa episode ya 147 kule Pasali Brand, kuna mambo ambayo nimeyaona nikaona kabisa sio sawa. Sasa nikaona ni vema nikuletee uchambuzi wa episode ya 147 ya Ndoa ili tuje tujadili kwa pamoja. Sasa wote kama tulikuwepo kule Pasali Brand na tumeangalia kwa umakini episode nzima ya 147. Sasa leo kuna vitu ambavyo nafikiri itakuwa ni vema kama tutavijadili kuhusiana na alichokiamua hakimu kuhusiana na kesi ya Pasali pamoja na aliyekuwa mke wake Lydia. Sasa wote wametamka kwa vinywa vyao kwamba wameridhia kutaka talaka na wametaka kabisa kusaini talaka, lakini kuna mtu mmoja atakaye kwenda kuumia zaidi kwa maamuzi yaliyofanyika hapa, na sio mwingine zaidi ya Mr. Pasali. Mr. Pasali amekubali kwamba yuko radhi kabisa kusaini talaka na Lydia amekubali hilo, lakini mtu atakayeumia zaidi ni Mr. Pasali kwa sababu itatakiwa wagawane 50% za mali walizovuna kwenye ndoa. Lakini nafikiri kwamba wengi mtakuwa mna mambo mengi ya kutaka kujua hapo, lakini pia nafikiri itakuwa ni vema kama utaniambia unafikiri ni nani ambaye anakwenda kushinda hii kesi. Je, Mr. Pasali anavodai kwamba yeye hataki kutoa 50%, yani hataki kutoa hata sumuni kwa Lydia, itawezekana kweli? Mimi naona kabisa kwamba haitawezekana, na kwa mujibu wa kifungu alichonisomea hapo kilichoboreshwa mwaka 2019 sijui, nafikiri kwamba haki nyingi zitakwenda kwa Lydia na hii kesi itafanikiwa kwa kiwango kikubwa kwa Lydia. Sasa like, comment, share, halafu usisahau kusubscribe. Nao ni wakati ambao tutazungumzia zaidi kuhusiana na kiduchu anayetesa moyo wa Mr. Pasali, kuhusiana na jinsi ambavyo nimeona kabisa kwamba kuna uwezekano wa kiduchu kumsaliti Mr. Pasali hata mara moja tu akitembea na mwamba Mr. Geza, mwanasheria wa Mr. Pasali. Sasa kama nilivyoweza kukuambia pale awali ni kwamba tutazungumzia kuhusiana na kesi ya Mr. Pasali pamoja na Lydia, kuhusiana na nani atakaye kwenda kuwa mshindi. Nafikiri itakuwa ni mbele kidogo, lakini hapa tuzungumzie zaidi jinsi ambavyo kiduchu alishindwa kabisa kujizuia akisikiliza swaga za Mr. Geza. Yes, naamini wote tutakuwa tuliangalia vizuri episode ya 147 na hii scene tutakuwa tuliangalia kwa umakini zaidi, kwa sababu kiduchu alionekana kupotea kimawazo pale ambapo Mr. Geza alikuwa akitamka maneno yake ya kumsifia. Unajua kuna kitu ambacho unatakiwa kifahamu siku zote. Mwanaume siku zote akikana mwanamke, akitumia kitu kinachoitwa kumsifia tu, kumjaza maneno, lazima mwanamke atajaa. Sasa ndo kitu kilichokuwa kikitokea kwa kiduchu. Kuna namna ulikuwa unaona kiduchu amelegea akisikiliza maneno ya mwamba Mr. Geza, na ukajiuliza kwamba imekuwaje kiduchu kwa jinsi anavyompenda Mr. Pasali anawezaje kulegea hivi, na kikawafanya wengi waamini kabisa kwamba kiduchu huenda akamkubali Mr. Geza. Sasa unatakiwa ufahamu kwamba kilichokuwa kikimfanya kiduchu apotee kimawazo, yani ashindwe kutoa majibu yale ya ujasiri kwamba ana mwanaume ambaye ni Mr. Pasali na kuonesha kwamba yuko single, ni kwamba alisifiwa na Mr. Geza. Yani ukimwambia tu mwanamke kwamba wewe ni mrembo, hapo umemmaliza. Sasa hii mbinu aliyoitumia Mr. Geza naamini kabisa kwamba inaweza ikazaa matunda hapo baadaye. Natazama jinsi ambavyo kiduchu aligeuka kumwangalia mara mbili Mr. Geza pale alipokataa kabisa kumpa namba ya simu na kukataa kabisa kumwambia anaishi wapi, lakini kikubwa akakataa kumwambia na jina. Lakini huu ni mwanzo mzuri kwa Mr. Geza, maybe akiendelea akaendeleza huu ufundi aliouonesha akazidi kumsifia kiduchu, huenda akakubaliwa siku moja, kwa sababu Mr. Pasali mwenyewe simuelewi, yani simuelewi anampenda kiduchu au hampendi, kwa sababu mapenzi yake yamekuwa ni asiri sana. Hataki kuyaonesha hadharani, hataki kumwambia mama yake ama kumuonesha kila mtu kwamba kiduchu ni mpenzi wake. So Mr. Geza akitumia hii nafasi anaweza akampiga kwa 100% kubwa sana Mr. Pasali kuhakikisha kwamba anamkamata kiduchu kwenye mikono yake. Lakini kikubwa zaidi ni kuhusiana na namna ambavyo Pasali ataingia kwenye uadui na mwanasheria wake Mr. Geza pale tu atakapogundua kwamba Geza anamendea kiduchu wake. Sasa turudi tena kule Pasali Brand. Kama bado haujaitazama episode hii hapa ya 147, itakuwa ni vema ukirudi kule uweze kuitazama full, kwa sababu ni moja kati ya tamthilia ama ni moja kati ya episode ambayo nimeipenda kuliko episode zote, yani episode ya 147. Lakini kikubwa zaidi, like, comment, share video hii, lakini usisahau kusubscribe. Na hii hapa ni Anova. Sasa kama nilivyoweza kukuahidi kwamba tutalizungumzia zaidi swala la kesi ya Mr. Pasali pamoja na Lydia. Sasa wote tuliweza kuona kabisa mwishoni ni kwamba
kwamba kila mwanasheria yani mwanasheria wa Lydia pamoja na mwanasheria wa Mr. Pasali wote waliweza kukabidhi document ambazo zilikuwa zikionyesha ushahidi ambao wameukusanya kupitia wateja wao, I mean Pasali pamoja na Lydia. Sasa kinachosubiriwa zaidi na watazamaji wengi ni final saying ya mwanasheria ya hakimu kwamba anaamuaje kwenye hii kesi. Mimi nafikiri kwamba Lydia anayo nafasi kubwa ya kushinda hii kesi kwa sababu kwanza yeye ni mwanamke, lakini ukizingatia jinsi alivyo tu, na aliyeanza kutoa malalamishi yake alikuwa ni Mr. Pasali akisema kwamba yeye anahitaji hii talaka pale alipoulizwa tu na madam I mean hakimu. Na ukijaribu kuangalia hakimu hakuanza kumuuliza mwanamke, alianza kumuuliza Mr. Pasali mwanaume kwa sababu anaamini siku zote wanaume ndo wakosaji. Sasa hapa naweza nikakumbuka maneno aliyoambiwa Mr. Pasali pamoja na mwanasheria wake Mr. Geza ya kwamba mwanamke huwa anasikilizwa zaidi kwenye mikono ya sheria kuliko mwanaume. So nafikiri kwamba hata zile karatasi zilizowasilishwa na wanasheria kuhusiana na ushahidi uliokusanywa kwa wateja wao, nafikiri kwamba hakimu ataamua kesi imalizike kwa kupeana talaka, lakini 50% ziweze kugawanywa, yani kila mtu achukue 50%, Lydia achukue 50 na Mr. Pasali achukue 50. Sasa hiki ni kitu ambacho hata mama yake na Pasali hakitaki kabisa, na mimi nafikiri kwamba hii ni solution ya yote, na hii pia itakuwa ni solution kwa upande wa Mr. Pasali kufanya maisha mengine kwenye ndoa yake na Kiduchu, kitu kama hicho. Kama anang'ang'ania hii talaka isiambatane na hizo mgawanyo wa fedha, nafikiri kwamba atakuja kufeli baadaye. Mimi naona kabisa ni bora akubaliane na hili swala, waweze kugawana hizo mali 50%, kila mtu achukue chake. Hizo ni mali alizitafuta mwenyewe, ataweza kupata hata mali nyingine. So kitu kama hicho hapo, na kama ikitokea nafikiri kwamba huenda Mr. Pasali akagailisha swala la talaka. Sasa like, comment, share video hii na usisahau kusubscribe. Sasa ngoja nikwambie ni kwa nini nimesema kwamba huenda Mr. Pasali akagaili kutoa talaka ama kusaini talaka, na mwisho wa siku itaishia waweze kurudiana na mke wake Lydia kwa sababu ya kuhofia kupoteza mali zake nyingi alizoweka jasho kubwa kwa upande wa kuzitafuta. Lakini inaweza ikatokea Lydia akarudi nyumbani kwa Mr. Pasali kwa sababu Mr. Pasali atakataa kabisa kusaini talaka baada ya hakimu kuamua kwamba mali 50% zitakwenda kwa upande ama kwa pande zote mbili, kwa Lydia pamoja na kwake yeye. Baada ya kukataa, nafikiri kwamba Lydia atarudi nyumbani. Huo ni utabiri ambao nafikiri kwamba huenda ikikatokea hicho kitu kwenye episodi za mbele, imini 148 au 149. Sasa Kiduchu atakuwa na hatari kubwa ya kuachana na Mr. Pasali ama kumkomoa Mr. Pasali kwa kutembea na Mr. Geza, kwa sababu Mr. Pasali ataamua kumrudisha tena mke wake Lydia nyumbani. So kitu kama hicho hapo. Sasa ni kuombe uweze kusubscribe, lakini pia itakuwa ni vema kama utatoa neno moja kuhusiana na kipi unakishauri aweze kukifanya Mr. Pasali ili asivunje mahusiano yake na